Na hijama ni nzuri sana. Hijama ni nzuri kwa sababu kwanza inasafisha damu mbovu inatoka. Kwa hiyo ile damu inakuwa inatirika vizuri. Na mtu ambaye alikuwa amewahi kufanya hijama, huyu hasikitiki nguvu za kiume, hasikitiki kwamba aliwahi kufanya hijama. Lakini au yamempata mtaalamu akafanya hijama ya mwili mzima, hasikitiki. Akisha na akiongezea vyakula vya afya na mazoezi ya kukimbia mbio au ya kuruka kamba, basi anakuwa iko vizuri, anakuwa ni mzima sana, afya yake inakuwa ni nzima sana. Lakini ikawa kwamba mtu hajawahi kufanya hijama, akisha hana mazoezi wala vyakula vyake ndo hivyo hivyo tu, inakuwa ni mtihani kidogo. Yaani kupigwa takbira 4. Umefahamu? Huyu akipigwa takbira 4 hamna jambo yani. Kwa sababu tayari vyakula vyake vinakuwa sivyo. Na mtu ikiwa vyakula vyake sivyo, basi vinakuwa vinamharibu yeye mwenyewe. Na tushe kusema kwamba mtu ikiwa vyakula vyake sivyo, yani mfano akisikiwa anatafuta vinywaji hivi vya chemical, tulee kusema hivi, huyu mwisho wa siku hata ule mkojo akenda utakuwa unamuuma sana, kwa sababu hana maji mwilini, yana anakunywa vitu vya sukari na mwisho wa siku atapata maradhi ya sukari na maradhi mengine yatazalikana. Akipata kiu yeye, hebu niletee juice hapo, Fanta Passion, hebu niletee juice, niletee soda hapo, sijui nini fulani. Huyo ina maana kwamba baada ya muda tegemee maradhi mengi yatakuwa yamelimbikizana kwake yeye. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya hijama. Na wewe katika umri wako hujafanya hijama, basi jitahidi kufanya hijama. Hata akili unaikuza. Akili unafanya nini? Unaikuza.